Tunaongozwa vile vile na kama maneno aliyosema Kristo mwenyewe katika Injili ya Mathayo sura ya 9 aya 38. Muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Na tunaona katika ulimwengu wa leo kutangatanga kwingi. Mavuno ni mengi, kuna wenye huzuni, kuna waliojeruhiwa, kuna ambao hawajui hata imani ni nini. Na leo hii yoyote anaweza kaingia kwenye mtandao akafuata hiyo, anasema AI, unaomba nieleze hivi, na ukaichukua hivi ukaenda unaanza kuibwaga kwa watu na kuielezea, kuonyesha kama na wewe unajua imani Katoliki. Ijulikane. Kuna masauti mengi sana katika ulimwengu wa leo. Kazi ya Bwana, niende kwa niaba ya Mungu. Ndio maana anamueleza hivyo, kwa niaba yake. Na ndio maana yeye mwenyewe anayeita, sauti yake lazima itambulikane, lazima ijulikane. Kuna masauti mengi sana katika ulimwengu wa leo, yanaita masauti mengi, yanashawishi masauti mengi. Ukizubaa unaenda unayafuata hayo masauti, alafu unapotea moja kwa moja. Hilo linatutatiza katika ulimwengu wa leo. Na ndio maana tunasema leo tulee dhamiri zetu. Katika mtaguso wa pili wa Vatikano, katika hati ya mwanga wa mataifa ambayo ni Kristo mwenyewe, naambiwa ndani mwetu humu katika dhamiri zetu ni hekalu takatifu la ndani kabisa, ambalo tunaongea na Mungu, na tunapoongea na Mungu hakuna anayeweza kusikia nje tunaongea nini. Na kwa sababu hiyo, hii dhamiri isipolelewa vizuri itashindwa kupambanua lipi baya, lipi zuri. Lilo baya inaweza kusema zuri, lilo zuri kasema ni baya, na hili kamfanya mtu akengeuke, aende kinyume na mafundisho ya kanisa. Ndio maana tunasema kwamba mama kanisa ni mama, na kama mama anatulea, anatuongoza. Hivi siwezi nikatoka tu kasema mimi ni Mkristo Mkatoliki nikaanza kuongea ninavyotaka.
wakati niko kwa mama anayetuongoza, mwanangu, unapotoka wewe, unakoenda sio kuzuri. Unakoenda unaenda shimoni. Ndio maana frateri wetu huyu pengine alipowaaga wazazi wanasema, mbona upati mpaka saa hizi, miaka yote hii, lini? Akija likizo kakaa mwezi, wewe umefukuzwa au mbona umekaa muda? Tunahitaji muda, malezi, majiundo, ajiunde, afahamu, ili anapojiunda, kwa sababu yeye hajazaliwa kama kuhani, amezaliwa awe binadamu, na katika hilo aundwe sasa kuwa kuhani, akaifanye kazi hii. Na tunajua kwamba katika ubatizo sisi sote ni mapadre. Kwa ubatizo na kipaimara yetu ni mapadre, lakini upadre huu ni upadre wa pamoja, tunashiriki ukuhani wa Kristo. Lakini Kristo kaona kwamba tunahitaji tena makuhani wa huduma, wawahudumie hawa makuhani wengine wa kawaida. Ndio maana sasa kuna ukuhani wa huduma, ndio wito rasmi tena sasa. Ndio unamfanya huyu ajiunde katika safari hii, aweze kufahamu kwamba tunahitaji kwamba tuende kwenye diakonia, huduma, kwenye koinonia, katika ushirika. Katika ushirika huu kuna huduma, na huyu kila mara ajitahidi kila wakati kuongoka. Ndio maana anasema metanoia, kuongoka kila wakati, nisibaki niwe. Maanake wakati fulani kinyume cha metanoia inaweza kawa paranoia. Paranoia ni yule mtu maana sawa, paranoid. Maanake akimwona mtu, akiona watu wamekaa wanaongea, wananiongea mimi, akiona si kimefanyika nini tayari, yani mtu wa hisia kila wakati. Na huu ni ugonjwa wa kisaikolojia, kwa sababu yuko chini kabisa ya kila mtu wananisema. Mwisho ataona hata kwenye TV, akiona wanaongea, shiki kwenye TV wanavyonisema mimi, atafanya hivyo. Hiyo ni huyo mtu anasema paranoid, anahitaji msaada, kutibiwa. Ndio na paranoia sio nzuri, tunahitaji metanoia. Kwenye mambo ya hisia tuingie kwenye metanoia juu, na tuweze kutakatifuza fikra, kutakatifuza mielekeo yetu, kutakatifuza mahusiano yetu, na kumwangalia Mungu ni baba yetu na ndio katikati ya kila kitu. Na ndio maana na sisi tulikuwa tunamwangalia, analelewa, tunamwangalia alivyo, anakuja nyumbani tunamwangalia alivyo, na alipokuwa anaelekea mwishoni lazima matangazo. Ndio ushirikiano uliopo katika kulea kuhani kati ya waumini na makuhani, kwamba na muumini anachangia, kwa sababu huyu ni mtoto wetu. Tumeangalia hivi, ndio maana kulikuwa na matangazo, mwenye kizuizi akilete, ili si akishapata anasema lile nilijua tu, kwa sababu wakati ule lilikuwa 1 2 3. Hapana, ajue kabisa kwamba amechangia katika kumwangalia katika malezi ya mtoto. Kwa maana alikuja likizo, kumwangalia anaenda seminarini. Sasa tunahitaji ripoti ile, ameishije? Baba paroko alimuona na amesali vizuri na waumini, ameenda kwenye jumuiya. Naweza kuangalia yote, ni tathmini katika safari yake ya maisha, kwa sababu nakoelekea ni kwa ajili ya huduma ya watu wa Mungu hawa, mapadre hawa, makuhani wa Kristo ambao wanashiriki ofisi ya Yesu Kristo ya ukuhani. Kwa hiyo lazima hiyo yote ili tuangalie. Kwa hiyo malezi haya yalikuwa muhimu, na leo hii ndio maana nafika hapa. Tunamshukuru Mungu, na sisi kama wanajimbo la Bagamoyo tunamshukuru Mungu kwa jioni ya leo. Tunaandika historia,
tunaandika historia kwa jioni ya kwanza, na sisi tunafanya adhimisho hili na huyu frateri wetu wa kwanza kabisa katika jimbo letu la Bagamoyo, na anakuwa kama Waingereza wanasema kama ni pioneer, na analiangalia jimbo lilivyo ni mpya, na anaingia huko, na yeye anakuwa ni kati ya wale ambao watakuwa ni waanzilishi kuliunda jimbo hili vizuri, ili watu watakatifuzwe wote na Mungu atukuzwe daima. Ni muhimu sana, na ndio maana yeye amesukumwa na upendo wa Kristo, sio kwamba hivi tu, na akapata nguvu na kupata msukumo huo wenye nguvu, na Roho Mtakatifu anamuongoza kusema ndio, mimi nipo tayari. Si swala la kwenda tu, niko tayari. Na ndio maana anapokuja huku, wazazi tunawashukuru sana. Tukishampokea tu akawa kwetu, ni wa kwetu, tunawashukuru kwa kumtoa mtoto huyu kwa ajili yetu. Hata siku nyingine Mungu akasema namchukua, sio akasema tumekuja kufuata maiti ya mtoto wetu, sio wenu. Na wala msije mkasema kwamba sasa hiyo marehemu alikuwa na nini. Hapana, hii ni mali ya kanisa. Kama atapata gari sio la kwake, ni la kanisani hilo. Na ninyi akija kwenu mpeni jamani, aje atumie pamoja na wenzake kanisani, mali ya kanisa hiyo. Kwa hiyo sasa tumekuja kwenye mirathi, hakuna mirathi huko kanisani. Ndugu wote na jamaa wote mfahamu. Na ndio maana napofika huku akipata shida ni wakwetu, ni sisi. Na ninyi hamjaacha kuwa wazazi. Kuna siku atakuja kuwasalimia, akifanya upuuzi unasema ndio yule wewe ulikuwa unafanya unasema pale mbele tunasikia. Mbona tunasikia moja mbili, sio kakaa kimya. Anasema mtoto hakui kwa baba au kwa wazazi. Kwa mtaendelea bado kuwa na nafasi ya kumsaidia, kumwombea atimize vizuri wajibu wake. Na pale anapokabidhiwa majukumu, wale wanakuwa ndio wazazi wake wa karibu, ambao wanabidi wamwangalie kwa namna pekee na waweze kumtunza, kuhakikisha kwamba anaishi vizuri. Huo ni wajibu wao hao kama wazazi, na kwa sababu hiyo tunamwombea katika